Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo haya, huu ukiwa ni mwezi wa Disemba 2025. Mwezi ambao tumekuwa tukijifunza mada kuu inayosema Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Leo ni Disemba 16. Siku ya leo tutaenda kuiangazia mada isemayo katika ukingo wa zahama ya ajabu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya rehema yako, asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya ulinzi wako wa pekee katika maisha yetu. Umetuongoza na kutulinda hata siku ya leo. Umeturehemu na kutujali ya heri. Umetupatia mibaraka yako katika maisha yetu. Tusamehe dhambi zetu, turehemu, tusafishe, tutakase. Tumekutenda dhambi wewe peke yako, na tunakuja kwako ili ukatusafishe. Kwa damu yako iliyomwagika msalabani ukatufanyia utakaso, nasi tukafanywe kuwa wapya. Siku ya leo tutakapojifunza mada hii, Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana tukayatumie katika maisha yetu. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Katika ukingo wa zahama ya ajabu ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Yoeli sura ile ya kwanza ya 15. Neno la Mungu linasema, ole wake siku hii, kwa maana siku ya Bwana inakaribia, nayo itakuja kama uangamivu utokao kwake aliye Mwenyezi. Leo dalili za nyakati zinaonesha ya kwamba tumesimama kwenye ukingo wa matukio makubwa na mazito. Kila kitu katika ulimwengu wetu kipo kwenye msukosuko. Mbele ya macho yetu unatimia unabii wa Mwokozi wa matukio yatakayotangulia ujio wake. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na tauni na matetemeko ya nchi mahali mahali. Mathayo Mtakatifu sura 24 aya 6 na ya 7. Sasa ni wakati nyeti mno kwa wote wenye uhai, watawala na wakuu wa serikali, watu walio na vyeo na mamlaka ya kutumainiwa, wanaume na wanawake wa matabaka yote. Umakini wao umewekwa kwenye matukio yanayotokea mbele zetu. Wanaangalia mahusiano yaliyopo kati ya mataifa. Wanaona uzito unaochukuliwa kwa kila kipengele cha kidunia, na wanatambua ya kwamba kuna jambo kubwa na la kufanyia maamuzi litatokea, kwamba ulimwengu uko ukingoni mwa janga la kustaajabisha. Biblia na Biblia pekee ndiyo inatoa mtazamo sahihi juu ya mambo haya. Hapa panafunuliwa matukio makuu ya mwisho katika historia ya ulimwengu wetu. Matukio ambayo tayari vivuli vyake vilikuwepo tangu hapo awali. Sauti za kukaribia kwake zinasababisha dunia kutetemeka na mioyo ya wanadamu kuzimia kwa woga. Tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakaao ndani yake. Kwa sababu wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia, nao wakaao ndani yake wanakuwa ukiwa. Isaya 24 aya ya 1 hadi ya 6. Naumwa katika moyo wangu wa ndani, siwezi kunyamaza. Kwa sababu umesikia, nafsi yangu, sauti ya tarumbeta, mshindo wa vita. Uangamivu baada ya uangamivu umetangazwa, kwa maana nchi yote imeharibika. Yeremia sura ya 4 aya 19 na 20.
Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Zaburi ya 91 aya 9 na ya 10. Mungu hataliangusha kanisa lake katika saa ya hatari yake kuu. Ameahidi ukombozi. Tazama, nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa. Ametangaza na kuyahurumia makao yake. Yeremia 30 aya 18. Ndipo kusudi la Mungu litakapotimizwa, amri za ufalme wake zitaheshimiwa na wote duniani. Manabii na Wafalme, ukurasa wa 371 na 372. Hii ni Disemba 16, mada ikisema katika ukingo wa zahama ya ajabu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako. kwako tu